Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Alhamisi ya tarehe 30 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, juma la 30 la mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 31 hadi ya 39. Na Injili takatifu inatoka katika mwinjili Luka sura ya 13 aya 31 hadi ya 35. Karibuni sasa tuisikilize Injili. Saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya 3 nakamilika. Pamoja na hayo, imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako! Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, neno la Mungu siku ya leo linatufundisha kuwa upendo wa Mungu hauna kikomo. Katika somo la kwanza, Mtume Paulo anatufariji kwa maneno yenye nguvu. Ikiwa Mungu yupo upande wetu, ni nani aliye dhidi yetu? Wapendwa katika Kristo, Mtume Paulo anasisitiza kuwa hakuna dhiki, mateso, njaa, hatari au kifo kinachoweza kututenganisha na upendo wa Kristo. Hii ni tafakari na tumaini la ushindi wa kiroho, kwamba hata katika majaribu makubwa kiasi gani ambayo tunakutana nayo katika maisha yetu ya kila siku, Mungu yupo pamoja nasi. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, katika ulimwengu wa sasa tuna mambo mbalimbali yanayoendelea na yanayoweza kutukatisha tamaa na kutupelekea kuwa na hofu na woga. Mambo hayo ni kama ukosefu wa amani na haki, unyanyasaji, kupotea kwa watu kusingiziwa kesi mbalimbali, udini, ukabila, mitafaruku ya kisiasa na mambo kadha wa kadha. Hayo yote yanaweza kututenganisha na upendo wa Mungu, lakini Mtakatifu Paulo anasema hakuna wa kututenganisha na upendo wa Kristo. Wapendwa wasikilizaji, Mungu ni mwaminifu na upendo wake hauna mipaka. Tunapaswa kuishi kwa imani na ujasiri, kijua kuwa hatuko peke yetu. Katika Zaburi ya leo ya 109, mwandishi anamwomba Mungu kwa unyenyekevu, niokoe kwa ajili ya jina lako, Bwana. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, hapa anajitambulisha kama mnyonge na maskini, akimtegemea Mungu kama mtetezi wake. Zaburi hii ni kilio cha moyo wa mtu anayeteseka, lakini ana imani thabiti kwa Mungu. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Tabora FM, tunapokuwa dhaifu, Mungu
huonyesha nguvu zake. Hivyo tunapaswa kumwendea kwa sala na kutegemea rehema zake. Na katika Injili ya leo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiwa njiani kuelekea Yerusalemu. Anaonywa na Mafarisayo kuwa Herode anataka kumuua. Lakini Yesu anajibu kwa uthabiti na ujasiri mkubwa akisema, nendeni mkamwambie mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, na siku ya tatu nakamilisha. Wapendwa katika Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akimaanisha kwamba anaendelea na kazi yake ya kuponya na kufundisha hadi itakapotimia. Bwana wetu Yesu Kristo ajali vitisho na anaonyesha kuwa hatishiwi na mamlaka za kidunia, mamlaka za Herode, bali anatimiza mapenzi ya Baba kwa uaminifu. Pia katika somo hili la Injili takatifu ambalo tumelisikia, Bwana wetu Yesu Kristo tunamwona analia kwa ajili ya Yerusalemu. Yesu anatabiri mateso yake na kuonyesha huzuni kwa jinsi Yerusalemu ilivyokataa manabii na ujumbe wa wokovu. Anasema kwa uchungu, Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, hii ni ishara ya upendo wake kwa watu wake hata wanapomkataa. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Tabora FM, katika maisha yetu ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatuonyesha mfano wa kutoogopa mpinzani, bali tunapaswa kupeleka ujumbe wake kwa watu wote. Tunapaswa kwanza kuwa tayari kupokea sauti ya Mungu ili tusiwe kama Yerusalemu iliyoukataa ujumbe wa wokovu. Tukitambua Kristo ni mwenye upendo na upendo wake hauna mwisho hata kwa wanaomkataa. Daima tudumu katika kumtangaza yeye. Nyakati hizi tuna watumishi wa Mungu ambao wanatuletea habari njema, wanatufundisha na kutukemea katika maovu. Tuwe tayari kuwapokea na kuwasikiliza ili kujitengenezea njia ya kufikia ufalme wa mbinguni. Mama Bikira Maria atuombee. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateli Alois Kanyele wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, mwaka wa 4 wa teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.